Jamani, uwekezaji. Asante sana wawekezaji. Kikubwa leo hii wawekezaji tumekutana hapa, lakini kama ilivyo kauli mbiu yetu, kwa maana ya kwamba tunaposema uwekezaji huondoa umaskini. Niseme tu kwamba tunamaanisha kwamba tunahitaji kuondoa umaskini. Njia pekee ya sisi wawekezaji kuondoa umaskini ni kutumia mfumo ambao sisi tunayoitumia, mfumo huu wa vikoba, kwa sababu mfumo wetu huu wa vikoba unatulazimisha kujiwekea akiba, na akiba hiyo ambayo sisi tunajiwekea ndiyo ambayo itatufanya iweze kutuondolea umaskini. Sasa umaskini huu utaondoka endapo wewe mwenyewe utakuwa makini kwenye namna ya kujiwekea akiba zako, na usipokuwa makini kwenye namna ya kujiwekea akiba, basi wewe kwenye mfumo huu wa uwekezaji ambao tunaufanya utakufanya uongeze umaskini. Tuelewane vizuri hapo. Wakati tunakuwa tunawekeza, kuna watu wanaingia kwenye mifumo hii pasikuwa na malengo. Tunapokuwa tunaingia kwenye mifumo hii ya uwekezaji, tunapaswa kuingia kwenye vikundi vyetu tukiwa na malengo, kwa maana ya kwamba naingia katika kikundi hiki cha vikoba, lengo langu haswa niwekeze, inapofika ule wakati wa kuvunja, basi nipate chochote kitu. Hiyo ndio maana halisi ya uwekezaji, na maana nzuri ya huu uwekezaji ambao tunaufanya. Maana yake mwisho wa mwaka unapovunja, kama kuna kiasi cha pesa ambacho ulikiweka, naamini utaondoka na faida. Na faida tunaipataje? Faida tunaipata endapo ukiondokwa na tamaa, kwa sababu tunapokuwa tunajiwekea akiba, kwa mfano wiki ya kwanza mnapoanza kwenye kikundi, mnaweza mkajikuta mmekusanya 300,000, 400,000 au 500,000. Inapofika wiki ya pili katika uwekezaji wetu, tunajikuta tena tumekusanya 500,000. Wiki ya kwanza kama 500,000, wiki ya pili 500,000, maana tunazungumzia tuna milioni. Sasa hapa ndipo ambapo watu wengi huwa tunakosea. Kuna watu wanasahau kama wao